Nimesema hivyo maana tunaenda msimu wa Krismasi. Kwa hivyo tunataka tu leo nisumuzie kidogo kuhusu kuzaliwa kwa Yesu, na kwa hivyo ni vyema kujua ya kwamba kwa nini Yesu akaweza kuzaliwa. Na kama vile nimesema ujumbe wetu siku ya leo is why Jesus was born. Kwa nini Yesu akaweza kuzaliwa? Na moja kwa moja nimesema tuwekewe in the book of Isaiah 9 mstari wa 6. Isaiah ni kenda mstari wa 6. Inasema hivi, kwa maana kwa ajili ya mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na utawala utakuwa begani mwake, naye ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Haya ni maneno yaliweza kuandikwa na mtumishi wa Mungu Nabii Isaiah, na alikuwa anatabiri kuhusu kuzaliwa kwa Yesu. Praise the name of the Lord. Na ilikuwa miaka mingi kabla ya Yesu mwenyewe kuweza kuzaliwa. Mungu akampatia a prophecy ama unabii, akaweza kuwatabiria wana wa Yuda, na akaweza kuambia ya kwamba kwa maana kwa ajili ya mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, nao utawala utakuwa mabegani mwake. Kwa hivyo jambo la kwanza ni ya kwamba Yesu alikuja kuwa mtawala wa ulimwengu. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo kama alikuwa mtawala wa ulimwengu, na sisi pia tumempokea wakati alizaliwa, akakuja na akafanywa yote alifanya, tukaweza kumwamini, wokovu ukaingia ndani yetu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo anayefaa kutawala katika maisha yako ni Kristo Yesu, maana alitabiriwa ya kwamba anakuja ili akaweza kuwa mtawala. Na utawala utakuwa mabegani mwake. Kwa hivyo yeye ndiye mtawala wa ulimwengu tunamoishi. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kujua ya kwamba tulitumiwa mtu wa kukuja kutawala maisha yetu, na wakati Kristo anatawala ndani ya maisha yako, hakuna chochote kile kinaweza kuwa kigumu katika maisha yako. Praise the name of the Lord. Na huyo Yesu ndiye amepelekana nasi tangia Januari mpaka wakati huu tumefika mwezi wa Disemba, akitawala maisha yetu, na ndiye amekusaidia ya kwamba hujawahi kukosa katika nyumba yake, na pia hujawahi kukosa kushuhudia matendo yake juu ya maisha yako, maana yeye alikuja kuwa utawala wote Mungu aliweka mabegani mwake. Praise the name of the Lord. Na akasema ya kwamba naye ataitwa mshauri wa watu. Yesu ni mshauri wetu, na that means anayekubali mashauri ya Yesu hakuna kupotea. Pia mwenzako, ukikubali mashauri ya Yesu hautapotea. Praise the name of the Lord. Lakini ukikubali mashauri ya watu wa ulimwengu, mwambie hivyo, ukikubali mashauri ya watu wa ulimwengu utapotea. John, unaambia nani? Hebu mwambie, ukikubali mashauri ya watu wa ulimwengu utapotea. Praise the name of the Lord. Nataka kusema nini? Sisi tumeitwa na sisi tumefanyika mfano wa Kristo Yesu, tumepewa, maana hii Biblia inasema ya kwamba yeye ni mshauri wa ajabu, na sisi kwa sababu tuko ndani yake naye ako ndani yetu, hata sisi ni washauri wa kushauri watu wengine mambo kumhusu Mungu na kuhusu ufalme wa mbinguni. Praise the name of the Lord. Ambie mwenzako, wewe ni mshauri. Mwambie wewe ni mshauri. Na mwambie ushauri wako umetokana na Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tukaletewa mshauri, na ndiye Kristo Yesu, na ni mshauri wa ajabu, maana hawezi kukupoteza. Na kawaambia ya kwamba Mungu mwenye nguvu
Kwa hivyo Yesu Kristo ni mwenye nguvu, maana anatajwa ya kwamba yeye atakuwa Mungu mwenye nguvu na atakuwa Baba wa milele, mfalme wa amani. Mwambie kama hauna amani wewe uko na shida. Kama una amani uko na shida. Ila mtu yule usiokonda na thayo ndani na kile ndani na Yesu. Kama hana amani, kama hauna amani, maana Kristo aliye ndani yetu ni mfalme wa amani. Kwa hivyo hata wakati tunasikia ya kwamba tumefinyika, wakati tunasikia ya kwamba kama hatuna amani, yeye kwa sababu yako ndani yetu, tunamwambia wacha ile amani ulituletea ikaweze kuleta mabadiliko, ikaondoe huzuni ndani yetu, lakini amani yako ikawa ndani yetu. Praise the name of the Lord. Ninaongea mambo ya Yesu mwenye alikuja. Praise the name of the Lord. So niko na pointi kadhaa ziko hapa, na kwanza nimeandika Jesus was born as a part of God's plan to save humanity from sin. Nirudie. Yesu alizaliwa, Jesus was born as a part, kama mwanya kwa mpango wa kuweza kumuokoa mwanadamu kutoka kwa dhambi. Na nimesema ya kwamba akatoa is offering redemption, aliweza kutoa sadaka ya ukombozi. Na Yesu bado akaleta eternal life, akaweza kuleta uzima wa milele, and part to restore the broken relationship between God and people. Na akaweza pia Yesu tena akaleta njia ya kurejesha ule mwanya ulikuwepo kati ya mwanadamu na nani? Na Mungu. Na jambo kwa hivyo kiini na sababu ya Yesu kuzaliwa ni kukuja kuleta ushirika, kurejesha ushirika kati ya Mungu na mwanadamu. Ule ushirika ulikuwa umefanya nini? Umepotea, umefujika. Maana katika shamba la Edeni tunaona ya kwamba ushirika kati ya Mungu na mwanadamu ulisambaratika. Lakini kupitia kwa Kristo Yesu alikuja akaweza kurejesha ushirika kati yangu na Mungu. That is why tunamuita Abba Father. Ndio tunamuita Abba Father. Maana Yesu mwenyewe aliweza kukuja na akaleta ushirika, akaweza kuturejesha karibu pamoja na nani? Na Kristo. Praise the name of the Lord. Na nikaandika ya kwamba and people by serving as a perfect sacrifice and mediator. Aliweza kutumika kama mtu aliye kamili, na as a mediator ni mtu wa kufanya nini? Kupatanisha. Yeye alikuja kama mpatanishi. Hiyo ndio sababu ilifanya Kristo akaweza kuzaliwa. Lakini kuna mahali hakuna amani, maana hakujanunuliwa buzi. Mzee wa boma anasema hana pesa ya kununua nini? Buzi, boli. Sijui hana pesa ya kutoa watu mahali hapa kuwapeleka ng'ambo ingine waende wakashereke. Kuna shida kama hiyo. Ni vyema, maana ni kusherekea, tunasherekea kuzaliwa kwa Yesu. Lakini pamoja na kusherekea kuzaliwa kwa Yesu, tujue ya kwamba kuna kile alileta. Kwa hivyo aliye na Kristo ndani yake tayari ni mshindi. Halo? Aliye na Kristo ndani yake ni mshindi. Maana ana uzima wa milele. Uzima wa milele. Hatuendi kupewa uzima wa milele by the way. Tayari uzima wa milele, ukikubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uzima wa milele uko ndani ya nani? Ndani yako. Yeye alikuja akuwa mpatanishi. Maana tukiangalia pale mbele tunaona ya kwamba wakati mwanadamu aliweza kutenda dhambi, Mungu aliweza kumfukuza, na urafiki kati yake na yeye
mawasiliano kati yake na mwanadamu ikafika mwisho. But we have a mediator. God has given us a mediator. Na wakati Yesu alikuja akaweza kuleta uhusiano na akaurejesha ule ushirika wa karibu kati ya Mungu na mwanadamu. Praise the name of the Lord. His birth in Bethlehem fulfilled prophecy. Kama vile tumeona mtu anaitwa Isaia alikuwa ameprophesy. Daudi ameprophesy. Watu kama akina Mika walikuwa wameprophesy kukuja kwa nani? Kwa Messiah. Praise the name of the Lord. Na kwa sababu walikuwa wameprophesy, tunaona ya kwamba kuzaliwa kwake Bethlehemu pia ni kitu kilikuwa kimefanya nini? Kimetabiriwa. Kisoma in the book of Mika chapter 5 verse 2, Mwangi. Mika nabii Mika 5:2. Faster. Nimebakisha dakika 10. Leo naenda na masaa watu wanaenda nyumbani wakapande gari sasa za kuenda kwao. Sikukuu imenukia, sikukuu sasa iko imefika. Inasema ya kwamba lakini wewe Bethlehemu, Efadhi, ingawa mdogo miongoni mwa koo ya Juda, ikawa mdogo miongoni mwa koo za Juda, kutoka kwako atatokea kwa ajili yangu, yeye atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye asili yake ni kutoka zamani, kutoka milele. Kwa hivyo alikuwa ametabiriwa. Kwa hivyo ili kukuja kwake kulitimiza ule unabii ulikuwa umetabiriwa. Praise the name of the Lord. Mika alikuwa ametabiri na akasema hata kana kwamba Yuda ndio ilikuwa kidogo mzenongwe, ndio ilikuwa na watu wadogo sana, na akatabiri akasema ya kwamba katika wewe Yuda atakuja atakaye kuwa mtawala katika Israeli. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kupitia kwa kuzaliwa kwa Yesu kuliweza kutimiza zile promises zilikuwa zimeprofesaiwa ya kwamba atazaliwa na atakuwa mtawala katika Israeli. Lakini kwa sababu ya mapenzi ya Mungu kuupenda ulimwengu, akapanua ule upendo wake kutoka kwa Waisraeli ukafika duniani kote mpaka sisi watu wa mataifa siku ya leo. Praise the name of the Lord. We are chosen people, we are saved, we are going. Praise the name of the Lord. Sisi ni watu tumechaguliwa, sisi ni wateule, maana Kristo Yesu amekuwa miongoni mwetu. Amen. Haleluya. Ambia mwenzako sio kwa Israeli sasa. Mwambie sio kwa Waisraeli sasa. Alikuja kwa sababu ya ulimwengu na yeye ndiye mtawala wa nini? Wa ulimwengu. Kwa hivyo alikuja akaweza kutimiza. Praise the name of the Lord. Number 1, to save people from sin. Jambo la kwanza, alikuja sisi kutuokoa kutoka katika dhambi. Jesus came to take away humanity's sin and destroy the work of devil. Yesu alikuja ili akaweze kutuondolea dhambi, na kwa hivyo alikuja kumuondolea mwanadamu dhambi na kubomoa kazi yote ya shetani. That is why hakuna mtu mwingine aliweza kushinda kifo na mauti, is only Jesus Christ. Praise the name of the Lord. Yeye peke yake, maana alikuja ili akaweze kumuondolea mwanadamu dhambi, na kumuondolea mwanadamu dhambi pia kuharibu kazi ya shetani. That is why hata wakati tunaomba tunamwambia Kristo Yesu, ninakuomba ya kwamba hii magonjwa, hii shida, hii mipango yote ya shetani amepanga kinyume na maisha yangu, tunaibomoa katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Hiyo ni jambo moja. So nimesema 3 reasons Jesus birth. Reason number 1 is to save people from sin. Na nikasema Jesus came to take away humanity's sin
and destroy the devil works. Offer a way for people to be reconciled with God. Pia akatengeneza njia ya kufanya watu wakaweze kupatana tena na nani? Na Mungu. Hiyo ni reason number one. Reason number two, to provide a mediator ama kutoa mpatanizi. Na nimeandika humanity relationship with God was severed by sin, and Jesus' path and work established him as the necessary bridge between God and people. Praise the name of the Lord. Ni ya kwamba pia aliweza Yesu aliweza kukuja kuwa mpatanishi na kurejesha ushirika. Acha nifae mawali sasa. Na inasema ya kwamba alikuja kuleta ushirika kati ya Mungu na mwanadamu. Ule ushirika ulikuwa umetoweka. Ulikuwa umetoweka na dhambi ikaweza kuingia. Na kwa hivyo Jesus birth kuzaliwa kwake ni kazi iliweza kutambulishwa na ikawa ni ya muhimu sana, maana alikuja kufanyika kuwa mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa hivyo jambo la pili lilifanya Yesu akaweza kuzaliwa, tumeona ya kwamba ni kuja kuleta upatanisho. Number 3, to offer eternal life. To offer nini? Kuweza kutupatia nini? Uzima wa milele. Maana hatungekuwa na uzima wa milele isipokuwa ni Yesu alifanya nini? Aliweza kukuja. Nikaandika hivi, by the paying penalty of sin, Jesus made it possible for people to receive eternal life, a gift lost through Adam disobedient. Ni ya kwamba Yesu alikuja kutuletea uzima wa milele. Wakati aliweza kutulipia deni la dhambi, kaweza kufanya iwe rahisi kwa watu kuweza kuingia katika ufalme na kupokea ile zawadi ilikuwa imepotea wakati Adamu alikosa kutii. Naweza kuandika hivyo. Imebaki dakika 2. Nirudie tena, ule anaandika to offer eternal life, na imeandika by the paying penalty of sin, Jesus made it possible for people to receive eternal life, a gift lost through Adam disobedient. Kwa hivyo alikuja kutuletea uzima wa milele na aliweza kulipa kupitia pale msalabani. Kifo chake aliweza kutulipia deni ya dhambi. Praise the name of the Lord. Hiyo ni jambo moja lilifanya Yesu akaweze kuzaliwa, ili akuje atulipie deni la dhambi, na ili tukaweze kuwa na njia rahisi ya kuweza kupata uzima wa milele. Ile zawadi iliweza kupotea wakati Adamu alikosa kutii. Point ya mwisho ya 4, to be a model of holiness. Akawa mfano wa utakatifu. Praise the name of the Lord. Jesus is the perfect man. Saves us as an ultimate example of holiness and self-giving love. Na kwa hivyo ni ya kwamba Yesu yeye mwenyewe pia amefanyika kuwa mfano mwema wa utakatifu. Hiyo ndio kitu kingine. Maana in the Old Testament utakatifu ulikuwa unaonekana wakati mtu lakini kwa muda mchache inapotea. Lakini siku ya leo wokovu wa Kristo ukiingia ndani yetu, tunatembea katika njia ya utakatifu, maana tuna kielelezo ama tuna mfano. Kuna mtu ametuonyesha mfano wa kufanya namna gani? Namna hiyo. Katika jina la Mungu Baba
Mwana na Roho Mtakatifu. Barikiwe sana.